Orengo is the People's Party leader within ODM, to make sure ODM is not swallowed, and secondly, to make sure that the legacy and the achievements of Raila Amolo Odinga are not destroyed. Hai jamaa, vipi habari zenu za leo? Karibuni kwenye channel kwenye Sikiliza TV, ambapo haturipoti tu siasa, tunachambua siri za mamlaka. Na leo hii tunataka tuingilie ndani vita vya ODM, na sio siri tena. Kuna vuguvugu mbili zinazopigana. Kuna Linda Mwananchi ya Governor James Orengo na Linda Ground ya Daktari Oburu Odinga. Na swali ni je, Governor James Orengo amemzidi kete Daktari Oburu Odinga katika kuwania ushawishi wa chama cha ODM? Manake usiku wa leo tunachambua mbinu sita za kimakati ambazo zimeifanya kambi la Governor James Orengo kupata nguvu zaidi. Na kama unajiunga katika runinga yetu kwa mara ya kwanza, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe ili uweze pata habari punde tu tunapochapisha habari yetu. Na kwa wasajili wetu wa kawaida, asanteni sana kwa kutuunga kila siku, manake bila nyinyi runinga yetu ingelikuwa hapa leo. Na hebu tutazame hii picha habari, alafu tutarejea tuchambue kwa wazi. And I want to make it very clear that Linda Mwananchi is a caucus and a group and a movement within the ODM party. That should be well understood. And as we say that, tomorrow we are in Vihiga. The entire leadership of Linda Mwananchi will be here. And on Sunday, we conclude with a very important big rally in Kisumu. And Kisumu will be like homecoming because this is the land of Raila Amolo Odinga, the land of Jaramogi Oginga Odinga, the land of Tom Mboya. And I want to say as this, that it will be difficult for anybody to stop any of these rallies, either in Vihiga or in Kisumu. And if you try, you will see something you have never seen in your life, because this is a tsunami. This is a people's movement. And we come in peace, and we preach the language of peace. Now, why Linda Mwananchi? Linda Mwananchi is because we believe that Raila Amolo Odinga and the party called ODM stood for something. And that something was to defend the people, to fight for the people's rights, to fight on the basis of the social democratic principles of the Orange Democratic Movement, and to protect our Bill of Rights, protect and defend our Bill of Rights. That is the true spirit of ODM. As you saw yesterday in State House, it was a conclusion that these people have swallowed the party called ODM. Wanajaribu kumeza, lakini hataweza kumeza kwa sababu sisi tuko. There is no day in the entire life of Raila Amolo Odinga took the leadership of ODM to State House to discuss matters of concern or in relationship with the partnership between the two parties. All those kind of meetings will be held outside State House. To hold a meeting in State House meant that UDA was the dominant party. It meant that political hegemony is with the UDA party, but it is not, because ODM is the largest party in the Republic of Kenya. But the most shameful thing is that our people were discussing about zoning in State House and talking about ODM strongholds. The party UDA was having a jamboree all over the 4 counties in this part of the country. 2 years ago, it was very important. It was very difficult for UDA to have even a membership within a sub-location or within a polling station area.
But yesterday, for the first time, we saw UDA, involved in a wild jamboree all over this part of the country. The other thing that I kept on saying, and I'll keep on saying, the trouble in ODM is not any of the members of ODM. The trouble of ODM, with ODM, is President Ruto. President William Ruto is the one who has penetrated our party organs, and he wants to do the same thing he did in Central Kenya. Because after he was introduced into Central Kenya, he overcome the political leadership in the area and ran down the party called Jubilee. We are telling President Ruto that so long as we're alive, you will not swallow the party of Raila Amolo Odinga. You will not destroy the party of Raila Amolo Odinga. So you are all invited to all these two functions. In Vihiga, we will have 2 stopovers in Majengo and Shamahoho, and concluding with a rally in Luanda. In Kisumu, we are going to have a prayer. We go to a church in the morning. After the church, we'll go to Kowur grounds and have one of the most successful rallies ever held in Kisumu since the demise of Raila Amolo Odinga. I think I need not say more. Wana na nego machi kwa ngeni ndio mwalo soko bilo timo kimomo be kagidai to masbiro kido iye wana Yesu asifiwe ni yero kwa wachano uranyo ndo yero kama nai. For us, the issue was Sifuna, Edward Sifuna. I think none of you knows how Edward Sifuna came into ODM. Edwin used to write in the Standard, very good article. And after serving 12 years as Secretary General of ODM, I asked the party leader to allow me to concentrate in developing the research wing of the party and give the technocracy to another Secretary General. We tried a few people. It never worked. So one day I said, this young man who writes so well in that Standard and has an email address, let me call him to have a lunch with him. And I had lunch with Sifuna at the United Kenya Club, and I was very impressed. So I went and talked to the party leader. There's a young man here who I want to introduce to the party, professional journalist. So can you meet him? The party leader said yes. When he met Sifuna, he was very impressed. And after a few weeks, Sifuna was made the Secretary General of ODM and has served faithfully till today. Interview that Sifuna had Kenya Times recently, where he made it very, very clear. Being the Secretary General at the spokesperson of the party, he clarified every issue. And since then, we have not seen any writing about Sifuna in the newspapers at all. Sasa wewe ni nani? Sasa wewe unaanza leo kupinga Sifuna. Wewe ni nani? We in the party sourced Sifuna from his professional work to bring him to the party. And he has been doing an excellent job since then. Ama sivyo? So let us support him. We in the party support him. Let the people support him. The guy is built for the future.
Ama sivyo? The guy is built for the future. You know what I mean? Ukiangalia huko mbele, utaona Sifuna. Utaona nani? If you don't know what I'm saying, go home, fikiria. Sawa? Amolo Odinga has done in this nation. And Raila, we said Raila can never lose. Raila will always win because he's always on the right side of history. He's always in the hand right. We are part of this nation. We are citizens of this nation. We are taxpayers in this nation. So when we speak, I don't want to talk to anybody from weakness. I never talk to anybody from a position of weakness. President Kibaki knew. Tokata Ruto Benongeo. When I talk to him, I don't speak from weakness because I know my rights, which are determined by God the Almighty. Don't turn the Luo nation to a nation by accident. We are not here by accident. We are not here by accident. And we are still looking for the day that Anwar will be a president of the Republic of Kenya. Several injuries from a gang of thugs who attacked him in all places at the Acacia building, which houses the Acacia Hotel. And he was having coffee with a friend at Java House. He had just had a haircut, and suddenly these armed young men appeared and attacked him together with the friend he was having coffee with. They took his personal things which he had in the pocket, including mobile phones, and attacked his friend also, although the focus was on Senator Godfrey Osotsi. He's very badly injured, very, very badly injured. When I got to the hospital, I could not recognize him. Only unfortunate thing is that this kind of attack from thugs, political thugs, is happening to him for the second time in Kisumu. There was a time we were holding a press conference at Royal Swiss, and we were invaded by a gang of more than youths. Happily, after a confrontation with the police, gunfire and tear gas, we were able to get Arut out of the hotel. It's been an unfortunate period for Godfrey Osotsi, because you also know that he experienced an air crash from a plane he was traveling on, again from Kisumu to Nairobi. We have seen the police around, and I want to say without fear of contradiction, the police know what is happening. The police are being used in Kisumu to carry out these acts of gangsterism. You remember when we were having a rally in Kakamega, this airport was completely. And Siaya Governor James Orengo now says he's the People's Party leader within ODM, accusing the current party leadership of soiling the legacy of the late Raila Odinga. Speaking in Kisumu on Friday, Orengo claimed that the Linda Mwananchi faction remains the last quote-unquote steady wheel holding together the Orange Party, which he said is under growing threat from the ruling UDA party. Meanwhile, Alego Usonga MP Samuel Atandi has cautioned the faction against disrespecting Oburu Oginga, accusing the Linda Mwananchi team of dragging the region back into opposition politics. Laura Otieno follows that political exchange.
Kisumu County is bracing for a major political showdown this Sunday as the Linda Mwananchi team shifts into high gear ahead of a closely watched rally in the lakeside city, setting the stage for a tense weekend of political mobilization across the region. Siaya Governor James Orengo has taken center stage, firmly stamping his authority and declaring himself the People's Party leader. He insists that Linda Mwananchi is a corrective movement within the Orange Party aimed at safeguarding its unity amidst what he describes as growing external interference. ODM is being sold to our political enemies, so I must stand firm. So Orengo is the People's Party leader within ODM to make sure ODM is not swallowed, and secondly, to make sure that the legacy and the achievements of Raila Amolo Odinga are not destroyed. With Linda Mwananchi rallies lined up for both Saturday and Sunday, the political heat continues to build, with leaders maintaining that they will not be intimidated by any threats of disruption, insisting the meetings will proceed as planned. This is a tsunami. This is a people's movement. And we come in peace and we preach the language of peace. Alego Usonga MP Samuel Atandi has urged restraint, cautioning against any perceived disrespect towards Oburu Oginga. Speaking at a separate event in Kisumu, Atandi called on residents to accompany him to the Sunday Linda Mwananchi rally. Let us remain peaceful. Let us remain. Let us welcome. We want to welcome our guests. But we want to caution our guests that when you come to Kisumu, you must have an agenda for the people of Kisumu. If you are coming to Kisumu, is to abuse our leaders, to declare some mediocre, even to declare yourself the party leader of ODM. That is illegal, and we are not going to allow you to do that. The Linda Mwananchi campaign trail will be in Vihiga on Saturday before culminating in Kisumu on Sunday in what is shaping up to be a defining political moment in the region. Laura Otieno, Citizen TV. Naam, mbinu ya kwanza ni kumiliki dhana ya mtetezi wa watu. Manake Governor James Orengo alihamia haraka kujiweka kama mlinzi wa viongozi wa mashinani wa ODM. Punde alipofanya ziara yake hospitalini kumwona Senator Osotsi, haikuwa tu ya kijamii, mara ilikuwa ya kimakati. Alitafsiri shambulio hilo kama vitisho vya kisiasa vilivyopangwa, na matokeo ni kuwa Governor James Orengo akawa sura ya ujasiri na upinzani, huku kambi ya Oburu ikionekana kulegea na kutoa majibu ya kuchelewa. Na Wakenya, nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani? Hii mbinu ya kwanza ya kumiliki dhana ya mtetezi wa watu, ili Governor James Orengo aliweza kuonekana kama mtetezi wa watu alipoenda kumtembelea Senator Osotsi hospitalini. Nielezeni pale kwenye comment section kama mwakubaliana na nadharia hiyo ya Wakenya wengine. Na mbinu ya pili ni kuwa kushinda mchezo wa idadi ya nyanza. Manake sasa ni hesabu na maeneo, na Mheshimiwa Orengo alielewa hilo mapema, na kambi yake ilidhibiti kaunti ya Siaya na kufanya mienendo ya kimakati kuelekea Kisumu. Alifungua milango ya ushirikiano na Governor Anyang' Nyong'o, na matokeo ilikuwa mgawanyiko wa 50-50 ukageuka kuwa kasi kwa Governor James Orengo, hasa kwa kuonekana kuishika Kisumu ambayo ni mji mkuu wa kisiasa wa Nyanza. Na Wakenya wenzangu, nielezeni pale kwenye comment section, inaweza kuwa ni Mheshimiwa Governor James Orengo aliweza kushinda hii mchezo wa idadi wa nyanza. Na pale tunakumbuka pale picha ya Governor Orengo na Governor Anyang' Nyong'o walionekana pale na mkeo wa Governor Anyang' Nyong'o, na Wakenya wengi waliweza kutabiri kuwa inaonekana Governor Anyang' Nyong'o anaelekea kwa kambi ya Linda Mwananchi, na hii imezua mzozo kwa siasa, manake wengi wameweza kusema kuwa inaonekana Linda Mwananchi inapata idadi kubwa ya wafuasi kule Nyanza kuliko Linda Ground, na hii imekuwa imemwezesha Governor James Orengo
kutamka na kusema kuwa yeye ndio kiongozi mkuu wa ODM. Nielezeni pale kwenye comment section. Inaweza kuwa ni hii mchezo wa idadi ya Nyanza ndio imemwezesha Governor James Orengo kujitangaza kama kiongozi wa ODM. Nielezeni pale kwenye comment section kama mwakubaliana na maoni hayo, nitashukuru sana. Na nadharia ya tatu ni kuwa kufufua muungano wa zamani ya mamlaka. Manake Governor James Orengo alitumia kitu chenye nguvu zaidi kuliko siasa za sasa, na hiyo ni historia, na alijikita kwenye urafiki wa zamani na Governor Anyang' Nyong'o kama Young Turks, wanajulikana kama Young Turks, na alijiweka ndani ya mzunguko kwa asili wa Raila Odinga wa miaka mingi, na matokeo ni alipata uaminifu na uhalali ambao kambi ya Oburu inashindwa kufikia, kwani wao wanategemea zaidi uhusiano wa kifamilia. Na nielezeni pale kwenye comment section. Tunajua kwamba Mheshimiwa Governor Orengo na Mheshimiwa Governor Anyang' Nyong'o na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga walikuwa wanafanya kazi pamoja kwa kile kikundi kinaitwa Young Turks. Hawa ndio wale waliweza kupigania vyama vya kidemokrasia, na wakati wa Mzee Moi alipokuwa anaongoza ule muhula wa KANU, na kwa hivyo inaonekana Governor Anyang' Nyong'o na Governor James Orengo wana miungano ya zamani, na Governor James Orengo aliweza kutumia huu muungano wa zamani kumleta Governor James Orengo kumleta Governor Anyang' Nyong'o karibu naye ili washirikiane kisiasa. Na hii ushirikiano wa karibu na kupitia mamlaka ya historia imemwezesha basi pale kupata nguvu za kisiasa na kuweza kujitangaza kama kiongozi wa ODM. Nielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani. Inaweza kuwa ni hii muungano wa kizamani ndio imemwezesha Governor Orengo kumleta Governor Anyang' Nyong'o karibu. Hebu nielezeni maoni yenu, nitashukuru. Na nadharia ya nne ni kuwa kuna kudhibiti msemo wa kisiasa kupitia mikutano. Manake kambi ya Linda Mwananchi haikusubiri, walivamia uwanja mapema, waliandaa mikutano mikubwa Vihiga na Kisumu, na walijitambulisha kama vuguvugu la ndani ya ODM, sio wageni. Na matokeo ni walitengeneza taswira kuwa sisi ndio mustakabali wa ODM, huku kambi ya Daktari Oburu Odinga ikionekana kujihami zaidi badala ya kushambulia. Na mnielezeni pale kwenye comment section maoni yenu ni gani. Inaweza kuwa tumeona kuwa Linda Mwananchi wameonekana kwenye ground wakifanya mikutano na wananchi. Tumewaona tayari walikuwa Nakuru na walikuwa Narok na wamepitia maeneo mengine, makaunti zingine kama Mombasa pia. Na sasa hii weekend hii inaonekana wako pande ya Vihiga na kesho watakuwa pande ya Kisumu. Na kwa hivyo Wakenya wengi wameweza kuona kuwa kupitia hii mikutano za kisiasa basi Linda Mwananchi imewawezesha kupata ile umaarufu na ile wafuasi wengi wameweza kujiunga na Linda Mwananchi, na imewezesha kupata ile idadi kubwa kushinda Linda Ground. Na hii imemwezesha Governor James Orengo kujitangaza kuwa yeye ndio kiongozi mkuu wa ODM. Lakini nielezeni pale kwenye comment section makubaliana na Wakenya wengine waliotamka mbinu hii kama kuwa ndio sababu kuu ilimwezesha Governor Orengo kujitangaza kama kiongozi wa ODM. Nitashukuru maoni yenu pale kwenye comment section. Na mbinu ya tano ni kuwa kuvunja jaribio la kutengwa. Maanake kulikuwa na juhudi za makusudi za kumfanya Governor James Orengo aonekane kama kiongozi anayefanya kazi nje ya msingi ya chama ya ODM. Lakini Governor James Orengo alipangua hili kwa kuonekana hadharani na Governor Anyang' Nyong'o na viongozi wengine kama Senator Osotsi na Senator Edwin Sifuna na mbunge Babu Owino. Na matokeo ni ile taswira ya mwanasiasa aliyejitenga imesambaratika, na Governor James Orengo akaibuka kama mjenzi wa miungano. Na Wakenya wenzangu, nielezeni pale kwenye comment section mwaonaje hii. Kulikuwa na mikakati ya kumlenga Governor James Orengo na kusema kuwa yeye
anaonekana tu kama kiongozi anayefanya kazi nje ya msingi ya chama, kama vile kwa kimombo wanamuita Lone Ranger. Alikuwa ni mwanasiasa anafanya kazi peke yake kwenye chama cha ODM, na baada ya kuungana na Governor James Orengo na kuonekana akifanya kazi na viongozi wengine, je, Mheshimiwa Governor James Orengo aliweza kuvunja jaribio hilo la kutengwa? Nielezeni pale kwenye comment section, manake Wakenya wengi wameweza kusema kuwa kwa kuvunja jaribio hilo ndio imemwezesha kupata ile umaarufu na ujasiri kujitangaza kuwa yeye ndio kiongozi wa chama cha ODM. Na mbinu ya sita ni kuwa kudai nafasi ya juu ya urithi, manake katika moyo ya vita hivi kuna swali moja: nani ana sifa zaidi za kumrithi Raila Odinga? Mkakati wa Orengo ni kusisitiza uzoefu na uwezo wake wa kudumu kwenye siasa ngumu, na alijilinganisha na Daktari Oburu ambaye anaonekana kama kiongozi wa mpito anayetegemea jina la familia. Na matokeo ni mjadala ulihama kutoka nani yuko mamlakani sasa kwenda kwa nani ana sifa zaidi za kuiongoza ODM kuelekea uchaguzi wa 2027. Na mnielezeni pale kwenye comment section, je, ODM inafanya kazi nzuri kumtaja atakayemrithi Mheshimiwa Raila Amolo Odinga? Manake baada ya kifo cha Raila Odinga kumekuwa na kizuizi kikubwa pale kwa ODM. Tumeweza kuona Governor James Orengo na Daktari Oburu Odinga wakikosa kusikizana pale. Manake Daktari Oburu Odinga tayari alishajitangaza kuwa yeye ndio atakuwa mgombea wa rais wa chama cha ODM, na sasa Governor James Orengo akitangaza kuwa yeye ndio kiongozi wa ODM, inamaanisha kuwa yeye ndio pia atajitangaza kama mgombea wa rais wa ODM, na hii inaleta mzozo pale katika chama cha ODM, na wengi wanaweza kujiuliza ni nani haswa kati ya hawa wawili anafaa kumrithi Raila Amolo Odinga. Wakenya wengi wameweza kutoa maoni yao. Ningeshukuru sana unipe maoni yako, na natashukuru sana kwenye comment section pale. Na ukweli wa mambo ni hii si tu vita vya makundi mawili, ni jaribio la kimakati la kutoa mamlaka ya chama. Kambi ya Governor James Orengo imejikita kwenye uhamasishaji wa mashinani na udhibiti wa habari, na kambi ya Daktari Oburu Odinga sasa inakabiliwa na shirikizo kubwa la kudhibitisha uimara wa uongozi wao. Na swali kwa watu wapenzi watazamaji ni je, unafikiria Governor James Orengo amemzidi kete Daktari Oburu Odinga katika vita hivi vya kudhibiti ODM, au unaamini kambi la Linda Ground bado inashikilia mamlaka ya ukweli? Kupitia maoni yangu nafikiri ni kweli kuwa Governor James Orengo amemzidi kete Daktari Oburu Odinga katika vita hivi vya kudhibiti ODM. Kwa sasa tayari tunajua ODM imeweza kufanya mkutano mwingine na Mheshimiwa Rais, na katika huu mkutano inaonekana kama bado hawajakubaliana kuandika ile makubaliano kama vile Governor James Orengo aliwaelezea. Inafahamu kuwe na mwandiko kamili ya kusema kuwa Mheshimiwa Rais anaingia makubaliano haya na chama cha ODM na amekubali kufanya ABCD, na pia Governor Daktari Oburu Odinga alikuwa anatakiwa pia atie sahihi na Mheshimiwa Rais pia atie sahihi, lakini bila hii Governor James Orengo ameweza kukosoa pale Daktari Oburu Odinga na kuwaonesha kuwa mnafanya makosa pale, na ndio maana Mheshimiwa Rais afanyi vile inavyotakikana. Na kwa hivyo kwa maoni yangu naona kuwa ni ukweli Governor James Orengo amemzidi Daktari Oburu Odinga, na kama kama alivyotangaza kuwa yeye ndio kiongozi wa chama cha ODM, basi watu wa Kenya wengi kama sisi tunangojea kumuona Daktari Oburu Odinga atafanyaje. Atakubali kumwachia uongozi huo kwa Governor James Orengo aendelee na mazungumzo na Rais Ruto, ama itakuwaje? Wataendelea kuzozoana hivi tukiona kwa hadharani. Na swali ya pili ni unaamini kambi ya Linda Ground bado inashikilia mamlaka ya ukweli? Kwa maoni yangu naona kuwa Linda Mwananchi ndio inashikilia mamlaka ya ukweli,
na kama tulivyotazama kuwa kama Governor James Orengo ako ana mamlaka ya Siaya County na Governor Anyang' Nyong'o ana mamlaka ya Kisumu County, na hizi vyama hivi county viwili vikishikana, basi nguvu zao hawa wawili inashinda pale ya Linda Ground, ama inakuwa ni kama 50-50, lakini wengi wameweza kusema pale kuwa Siaya County na Kisumu County ni county vikubwa kushinda county vya Homa Bay na Migori. Kwa hivyo kwa kutazama kwa picha ya nje inaonekana kuwa Governor James Orengo anashikilia mamlaka ya ukweli kuliko Daktari Oburu Odinga, lakini inaweza kuwa ninakosea. Weka maoni yako pale chini, nitasoma kila moja, nitashukuru na nitaweza kujibu pale. Na kama umetazama runinga hii mpaka muda huu, asante sana. Ningeshukuru ubonyeze kitufe cha like pale, unielezee maoni yako ni gani, na pia uweze kushare hii video kwa marafiki zako na wale wanaopenda kuona taarifa za siasa, na pia usisahau kujiunga na Sikiliza TV kwa kubonyeza subscribe. Na mpaka wakati mwingine, baki na habari na baki na msimamo na baki na Sikiliza TV. Na kumbuka pia na wania kiti cha County Assembly na ningependa kusimama katika County Assembly ya Kilifi pale Adu Ward. Tafadhali chambua kitufe changu cha wilsonochar.com, pitia manifesto yangu, nipe maoni yako. Wengine wenu mshatayari mshanipa maoni yenu na mmeweza kuniuliza maswali mazito kweli, nimeshukuru, nimeweza kuyajibu, na nitatengeneza video nyingine ili niweze kuelezea vile jinsi ninavyopanga kutimiza ile ahadi kwa ilani yangu. Kwa hivyo nielezeni pale, endeleeni kunielezea pale maoni yenu. Nitashukuru sana na asanteni sana kujiunga katika Sikiliza TV, na natumaini tutaonana katika video ijayo. Mkuwe na weekend njema. Asanteni sana.